saa moja kutoka katika mji mkuu wa Rabat hapa nchini Morocco kusafiri mpaka kufika katika mji mwingine wa Bisilmani, ambapo timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imehama kambi yake pale Rabat na kuja hapa Bisilmani kwenye hotel ya Ziad Palace, ambapo sababu kubwa ya kuhamia hapa ni kwanza, Rabat ilikuwa ni kucheza mchezo mmoja tu wa kirafiki dhidi ya mwenyeji Morocco, na mara baada ya hapo kambi yao ikahamia hapa. Na kwa nini wameamua kuhamia hapa? Hoteli hii ni kubwa sana, ambayo ina miundo mbinu yote, kwa maana ya kwamba viwanja vya kutosha, swimming pool, lakini pamoja na gym na kila kitu ambacho najua kwamba mchezaji anakihitaji. Na si Twiga Stars tu, kwa timu kutoka nchini Tanzania, hata msimu jana, kwa maana msimu uliopita, timu ya Azam FC, matajiri wa Dar es Salaam, waliweka kambi yao katika hoteli hii. Na mara baada ya kuwasili, tumepata fursa sasa ya kuzungumza na kocha. Anaelezeaje kambi yake ilivyokuwa pale Rabat na jinsi itakavyokuwa hapa katika mji wa Berkane, bila kusahau ya kwamba Rabat hali ya hewa ni joto, lakini la hapa Bisilmani ni joto zaidi. Tumsikilize kocha. Maisha ya Rabat yalikuwa mazuri, na tulikuwa pale kwa ajili ya mchezo wetu wa kirafiki dhidi ya Morocco. Kwa hiyo tulikuwa pale purposely kwa ajili ya mchezo, na day one ambapo tulifika pale tulitumia kwa mapumziko na kufanya warm up siku ya kwanza na ya pili, na then tukacheza mechi yetu ya kirafiki dhidi ya Morocco. Baada ya mechi tulifanya mapumziko tena, ambao ni jana, na leo rasmi tumehamia katika mji ambao kambi yetu rasmi ya kujiandaa kwa mashindano itakuwa inafanyika hapa. Kwa hiyo tutakuwepo hapa kwa takriban siku 3 mpaka 4 kabla ya kujiunga na mji ambao mashindano yatafanyika. Kwa hiyo leo ni day 1, tumefika hapa asubuhi, na jioni tutaanza mazoezi rasmi majira saa 2 usiku. Tangu day 1 nilizungumza kwamba hali ya hewa ni kitu cha kubadilika. Tulikutana na baridi siku ya kwanza, tukakutana na joto siku ya pili. Siku juzi ya mchezo tulikuwa na joto kali sana. Lakini mji ambao tumekuja una joto zaidi ya Rabat ambako tumetoka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba moja kati ya faida ambazo tunapata hapa sasa ni kuzoea hiyo hali ya joto. Joto hili ni tofauti na Dar es Salaam na Zanzibar. Hili kidogo liko juu. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba siku ambazo tuko hapa tutaweza kuhimili hilo joto. Wakati mwingine sio ngumu sana kucheza kwenye joto kuliko kwenye baridi. Kwa hiyo naamini kabisa wachezaji wangu wataweza kuadopt hiyo hali ya hewa, na tukifika Berkane tutaona na hali na yenyewe iko namna gani, kwamba ni zaidi ya hii hapa ama itakuwa ni chini ya hii hapa. Mchezo wa juzi tulikuwa na makosa mengi binafsi, lakini lengo kuu la siku hizi chache ambazo tuko hapa ni kuconcentrate sasa na mbinu za mchezo, saikolojia ya wachezaji kuelekea michezo yetu ambayo itaanza tarehe 7. Kwa hiyo tunajikita zaidi kwenye mbinu tofauti kulingana na vile ambavyo tumeweza kuwafanyia utafiti wapinzani wetu, tukianza na Mali, Afrika Kusini, then Ghana. Kwa hiyo tunafanya kazi hizo sasa kuelekea kwenye hiyo michezo yetu mitatu, kipaumbele ukiwa mchezo wa kwanza dhidi ya Mali, lakini pia tutapata bahati ya kuona mchezo kati ya Afrika Kusini na Ghana. Kwa hiyo matayarisho ya mchezo huo wa pili yatakuwa na nafuu tofauti na ya mchezo wa kwanza. Kwa hiyo tunajikita sasa hivi kwenye kutengeneza mbinu, kujenga ujasiri kwa wasichana, kujenga uwezo wa kupambana, lakini mwisho wa siku kutimiza malengo ambayo tumeyakusudia kwenye mashindano. Tumepata bahati ya kucheza na Mali nyumbani kwetu kwenye mchezo wa kirafiki, lakini ni muda kidogo umepita, takriban mwaka mmoja. Kwa hiyo tunajua nini Mali wanacho, lakini pia na sisi baada ya Mali tumecheza michezo kadhaa na timu imara penginepo zaidi ya Mali. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwanza confidence ya wachezaji itakuwa juu, kwa sababu ni timu ambayo wameshawahi kucheza nayo, lakini na Mali pia naamini watakuja wakiwa wanajua kitu kuhusu Tanzania. So ni mechi ambayo kila mmoja ana faida kumjua mwenzake. So nani atatumia vizuri makosa ya mwenzake,
na atakuwa amejiandaa zaidi ya mwenzake, atapata matokeo mazuri. Mara baada ya kumsikiliza Bakari Shimenyundo, mwite mchawi mweusi, kocha mwenye mafanikio wa timu hizi za taifa, nikasema wacha nije nifungie hapa kwenye geti ili nawe niweze kushirikisha ukaone mandhari ya hoteli hii. Hoteli ambayo ina ukubwa wa kutosha kiasi kwamba timu mbalimbali zaidi ya timu takriban kama 7 ziko katika hoteli hii, wa kike kwa wa kiume, wote wameweka kambi hapa, ikiwepo mpaka timu za rugby, kuna timu za watoto. Lakini unajua maana yake nini? Hii ni kutokana na miundombinu ambayo imewekwa hapa. Beautiful Kajigo, Rosemary Timzo Karugira ni kinguruma kutoka katika mji wa Bisilmani.